ndipo teknolojia ikaja ikaongezeka kuja kupatikana vitu vingine vipya kama eMMC na UFS. Maana yake ni nini? Hizi eMMC na UFS hizi ni aina za storage ambazo zinatumia NAND memory. Kwa hiyo ndani ya eMMC kuna flash memory inayojulikana kama NAND. Ndani ya UFS kuna flash memory inayojulikana kama NAND. Kwa hiyo hizi zote eMMC na UFS zote ndani yake kuna NAND memory, ambayo ile sasa iliyokuwa ndani ndio aina ya flash memory. Lakini eMMC inajulikana kama storage, UFS inajulikana kama storage. Memory sasa ni ile ambayo iko ndani. Tukianza kuiangalia moja hapo kati ya hizi mbili, tuanze kuicheki eMMC ikoje. Tunasema eMMC kirefu chake ni Embodied Multimedia Card. Embodied Multimedia Card ni standard ya kisasa au ya kiteknolojia zaidi ambayo imetumika katika uhifadhi wa data. Standard hii au storage hii inatumia inatumia NAND memory ndani yake, lakini ile NAND kuna vitu imeongezewa vya kiutendaji ili isaidie ile NAND kufanya kazi kwa ubora zaidi. Kwenye eMMC ndani kuna vitu viwili vimeongezeka. Kwenye eMMC kuna kitu kinaitwa NAND flash, afu kuna kitu kinaitwa controller. Ndani ya eMMC kuna NAND flash, afu kuna controller. Sasa hii controller ambayo imeongezewa kwenye NAND flash ili ije isaidie ufanyaji kazi wa NAND, ni kwamba inafanya majukumu ambayo mwanzoni yalikuwa yanafanywa na CPU. Yani simu ambayo itatumia NAND peke yake kama memory, ndio simu ambayo itatumia NAND peke yake kama memory, kuna majukumu ambayo yalikuwa yanafanywa na CPU ya kuiongoza namna ya hii memory itakavyokuwa inafanya kazi. Lakini kwenye eMMC sasa wameongeza kitu kinaitwa controller ili kije kuchukua majukumu yale ya kuimanage NAND kwenye ufanyaji kazi wake. Kwa hiyo CPU unakuta imepunguziwa majukumu. Yale majukumu ya kuiongoza NAND kwenye kufanya kazi yanafanywa na kitu kinachoitwa controller. Kwa hiyo wametengeneza storage ambayo wanaweka NAND ndani, afu wanaweka controller inayomanage NAND, si ndio? Kwa hiyo inakuja patikana kitu kinaitwa eMMC, Embodied Multimedia Card. Kwa hiyo ni aina ya storage ambayo imecontain NAND memory na controller ndani yake. Hiyo ndio eMMC. Kwa hiyo ni storage ya kisasa zaidi ukilinganisha na storage ambazo zilizotumika kabla ya hapo. Maana kabla ya eMMC storage ilikuwa inatumika ni ile memory ya NAND peke yake. Tulikuwa inatumika kama memory na storage ndio hiyo. Lakini baada ya kuadvance vitu ikaja ikatumika ambayo ni ya kisasa zaidi. Maana yake hata ufanisi wa eMMC utakuwa ni wa juu kuliko NAND peke yake. Maana eMMC imeongezewa kitu kinachoitwa controller ndani yake, kitu ambacho kilikuwa kinafanywa na CPU. Kwa hiyo inafanya vitu extra. eMMC inafanya vitu ambavyo ni extra. Hata NAND yenyewe ilikuwa haifanyi peke yake. Hiyo ndio eMMC. Tuna storage nyingine ambayo inajulikana kama UFS, ambayo kirefu chake inajulikana kama Universal Flash Storage. Hii na yenyewe ni advanced standard au advanced storage ya ambayo inatumia NAND memory ndani yake, lakini pia imeongezewa vitu ambavyo vitaifanya ile NAND iwe bora sana katika utendaji kazi wake. Sasa kama tulivyoangalia eMMC ni NAND imewekewa controller, lakini huku kwenye UFS ile NAND imewekewa controller afu ikaongezewa na vitu vingine ambavyo hivyo vitu vinatumika katika usafirishaji wa taarifa. Kuna kampuni moja linaitwa MYPI Alliance. MYPI Alliance. Hii ni kampuni ambayo ni maarufu sana kwa kutengeneza teknolojia zinazotumika kuhamisha data kutoka kwenye component moja kwenda kwenye component nyingine. Kwa mfano kama tunavyojua simu ikiwa inafanya kazi zake, kuna component kama CPU, kuna component kama RAM, kuna component kama ROM, kama hizi memory. Sasa hizi component zote inabidi zifanye mawasiliano.
Kwa hiyo hii kampuni inatengeneza teknolojia ya hizi component yani namna ambazo zinawasiliana, yani namna ya kuhamisha data kutoka component moja kwenda component nyingine. Kwa hiyo wanaitwa MYPI Alliance. Hii ni kampuni maarufu sana na inaaminika sana katika teknolojia yake ya kuhamisha data kutoka kwenye component moja kwenda kwenye component nyingine, lakini inahamisha data kutoka kwenye zile hardware component, japo data zenyewe zinakuwa ni za software, lakini inadili sana kutoka kwenye hardware component moja kwenda kwenye hardware component nyingine. Kwa mfano inaweza kuhamisha data kutoka kwenye CPU kwenda kwenye baseband, inahamisha data kutoka kwenye CPU kwenda kwenye baseband, au ikahamisha data kutoka kwenye CPU kwenda kwenye GPU. Kwa hiyo hii kampuni inaitwa MYPI Alliance. Sasa UFS ndo wametumia teknolojia ya hii kampuni ndani ya storage zao zile. Kwa hiyo UFS memory ndani tunakuta kuna NAND flash, tuna controller, alafu tuna vitu ambavyo vinatumika kuhamisha data, ambavyo cha kwanza kinaitwa UniPro na cha pili kinaitwa MYPI physical layer. Kwa hiyo hii MYPI physical layer na UniPro hizi ni teknolojia ambazo zinatumika kuhamisha data au kusafirisha data ndani ya UFS. Kwa hiyo itasafirisha data kutoka kwenye UFS kwenda kwenye component zingine, kama ni UFS kwenda kwenye CPU, kama ni UFS kwenda kwenye RAM, hivyo yani. Hiyo ndio UFS memory. Kwa hiyo hapo unakuwa sasa umegundua kitu au umepata concept ya memory zinazotumika kuhifadhi data permanent kwenye simu. Memory zinazotumika kuhifadhi data permanent ndani ya simu zinajulikana kama ROM. Na kuna aina nyingine ya tatu, japo hii sitaizungumzia sana, inajulikana kama non-volatile memory express au NVMe, non-volatile memory express. Hii na yenyewe ni standard ambayo inatumika au inaitumia NAND katika kuongeza ufanisi na ubora wa ufanyaji kazi wa NAND. Sasa tofauti ya hizi UFS na eMMC, hii aina ya non-volatile memory express, hii unakuta NAND iko sehemu nyingine na hii storage au hii standard iko sehemu nyingine, ila kuna connection kati ya NAND na hii storage. Kwa hiyo kuna mawasiliano ya nje, peripherals zile. Kuna mawasiliano ya nje ya kimawasiliano na ya kiutendaji kati ya NAND na hii NVMe. Ndio maana nimesema hii sizungumzii sana, kwa sababu kwenye simu nyingi hii hatuitumii. Ni teknolojia ambayo ilikuwa inatumika kwenye device tofauti na simu. Kama kuna simu ambazo zinaitumia hii, zimeanza kuitumia sio miaka mingi sana. Ilikuwa inatumika kwenye device nje ya simu, ilikuwa inaitumia NAND katika mazingira hayo ya kiutendaji, kwamba NAND iko hapa alafu wametengenezea standard ambayo inaifanya ile NAND ifanye kazi kwa ufanisi, kuanzia kwenye kuhamisha data, kuandika data, kufuta data, kila kitu. Kwa haraka hizo ndizo aina za memory na ndizo memory zinazotumika kwenye simu. Kwenye video inayofuata nitafanya ufafanuzi. Kuna kitu kinaitwa physical layout ya memory. Yani hizi memory zimetengenezwa au zina vitu vinavyoitwa partitions, zina partitions ambazo ndo zina manage, kwa sababu hizi memory hata kabla ya kuwekewa, kwa sababu memory zinabeba operating system. Kwa hiyo hata kabla ya kuipokea au hata kabla ya kupewa hiyo operating system au hata kabla ya uwepo wa hiyo operating system, huwa zina mifumo yake ya kiuendeshaji, zina firmware zake ambazo zinaiendesha, ambazo hizo firmware ndo zina control ile operating system itakayokuja kuwa ina control security za memory, ina control na ulinzi wa kile kinachokuja kukaa. Kwa hiyo tutakuja kuangalia kitu kinachoitwa memory physical layout. Maana tutaangalia hizo partition sasa za hizi memory. Kuna vitu kama bootloader, kuna vitu kama kernel, inabidi vifahamike ni vitu gani. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya software inayoiendesha memory na software inayokuja kaa kwenye memory. Maana yake kuna tofauti kati ya memory firmware na operating system. Memory firmware na operating system, hivyo ni vitu viwili tofauti. Tutafanya description kwenye video nyingine kuhusiana na hizi partition za memory zote. Sasa zinaundwaje, zinakaaje na zinafanyaje kazi, na mpaka operating system ikija inakaa katika mazingira gani.
Vitu kama hivi kama nilivyosema vinapatikana kwenye kitabu changu ambacho kinaitwa Basic Mobile Software Knowledge. Mimi hapa napita juu kama ninavyosema, nagusia juu, lakini nondo zote zipo katika kitabu kinajulikana kama Basic Mobile Software Knowledge. Kama umekipata, kisome kwa utulivu, utapata madini. Kama hujakipata, jaribu kukitafuta upate madini.